Tutazungumza na wageni wetu hapa studio ambao tumewaalika ambao ni Galantine Mgongo na Providence Simbila, ni maofisa sheria kutoka Simbila. Nimesema Simbia? Wewe umesema Simbia? Umesema Mbila. Jamani. Sawa. Ni maofisa sheria wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Tutaangazia kuhusiana na mchango au nafasi ya jamii katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Karibuni. Asante. Mko vizuri? Tuko vizuri. Kabla ya nyinyi kuingia hapa studio, nilimuuliza mwenzangu hapa, yeye ndio alianza kuniuliza kwamba tutakuja kuzungumza hapa na wageni wetu kuhusiana na masuala ya biashara haramu. Kama hii ni biashara kweli? Shaitwa haramu alafu inawezaje kuwa biashara, tena ni binadamu? Mnaihitaji hii? Yaani hiki kitendo kinachofanywa hiki ambacho sasa hivi ni kama dunia inakizungumza sana. Ndio. Ni biashara? Ya, ni biashara lakini ni haramu. Si kama ilivyo biashara ya dawa za kulevya. Ni biashara lakini ni haramu. Yes, kwa sababu tunaitaga haramu kwa sababu binadamu anatumika kama chanzo cha mapato. Sogea hivi kidogo kwenye maiki ili usikike. Yes. Sawa. Hili ni tatizo kubwa kwa kiasi gani kwa hapa nchini kwetu? Sio nchini kwetu tu, duniani kote. Tunataka tuzungumze kwetu kwanza, kwa sababu ndio kila siku naambiwa ukitaka kutoa boriti kwenye jicho la mwenzio anza kwa nala kwako. Acha tutoe kwanza ya kwetu. Yes, ni tatizo kubwa, na ukubwa unatokana na watu wengi hawajui kama wanachofanyiwa au wanachofanya ndio usafirishaji haramu wa binadamu. Ambapo sasa kwa yule ambaye hajui wewe usafirishaji haramu wa binadamu, yani kwanza binadamu anajijua kwamba mimi hapa sasa nasafirishwa. Maana yule sio mnyama kwamba hawezi kuongea, hawezi kupambana. Yani inakuwaje nini kinafanyika kiasi cha kwamba huyu anasafirishwa alafu bado inaitwa kwamba amesafirishwa kiharamu? Sawa, moja kwa moja tunapozungumzia usafirishaji haramu wa binadamu tunazungumzia ni kitendo cha kumsafirisha mtu au kumhifadhi mtu au hata kumwajiri mtu na kwa kutumia njia mbalimbali kwa lengo la unyonyaji. Tunapozungumzia kwamba kutumia njia mbalimbali tunamaanisha kwamba aidha unamdanganya, unamlaghai au unamlazimisha kwenda kumnyonya. Na tunapozungumzia unyonyaji unaweza kuwa ni unyonyaji wa kingono, unyonyaji wa nguvu kazi, kwamba kazi ambazo unamfanyisha ni hazifanani na kipato ambacho yeye anakipata, au unaenda kumtumikisha kwenye kufanya makosa. Kwa mfano kama unaenda labda umemtumikisha labda kama akafanye wizi. Sawa. Kwa hiyo kile kitendo cha kwamba wewe unafaidika lakini yeye hafaidiki, na umemsafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, huu ni usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini kwa maana hiyo ni lazima itumike kwanza, lazima huyo mtu awe amesafirishwa. Kwenye hapo ni kwamba yani ni kitendo hata kumhamisha, mfano nyumba hii kwa nyumba hii. Si umemhamisha. Bado unaitwa usafirishaji. Maana kuna movement. Kuna mtu kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa hapa shida iliyopo ni hiyo usafirishaji wenyewe, ama ni haya madhila ambayo huyu mtu anayapata? Kwa sababu kwenye usafirishaji, yani sio kitendo cha mtu tu kusafiri ndo amenyonywa, anakuwa usafirishaji haramu. Hapana, ila lengo kuu likiwa unyonyaji. Hapo ndo usafirishaji haramu unapotokea. Nikutolea mfano, tunaonaga kwenye social medias, mitandao ya kijamii. Yes, kwenye mitandao ya kijamii watu wako Oman wamekwama, kwamba alitoka huku kwa njia halali ya kwenda kufanya kazi kule nje. Yani alitumia njia zote za halali kwenda kule, lakini amefika kule yeye hajui lengo la anayempokea kule ilikopo ni nini. Yeye huko anajua akienda kule anaenda kufanya kazi za ndani, amefika kule ampeka kwenye dangulo. Kwa ina maana yule anayempokea ana lengo lake la unyonyaji, lakini yeye huko anayetoka hajui kama huyu mtu aenda kufanya kitu gani kule anakoelekea. Na hapo ndipo usafirishaji haramu unapotokea. Na haya mtu anaweza kuanza kujiuliza, hapa nchini yanafanyika? Nikutolee mfano tu mdogo sana. Wangapi wana dada wa kazi? Si ni wengi sana. Mshahara dada wa kazi unamlipa nani? Unamlipa yeye au mama yake? Kuna wengine wanataka mama yake ndo anakuambia nitumie moja kwa moja. Hilo nao ni tatizo. Ni mwanangu sasa kuna shida gani? Njia rahisi, fanya hivi. Wewe umemchukua dada wa kazi. Maana nikutolee mfano, wewe sasa hivi hapo unapofanya kazi mshahara wako utapewa mama yako.
ni mamako. Huyu ni mtu mzima tayari. Kuja ni watu wazima. Hata hao ila tu cha maana unachotakiwa kufanya. Kama yeye anaridhia mama yake apewe hela, mkabidhi, ampe yeye. Yeye amalizane na mama yake. Ila kitendo cha wewe badala ya kumlipa yeye anayefanya kazi, ukamlipa mtu mwingine, na maana wewe unashiriki kwenye hili swala. Unamfanya anasononeka. Yaani 50,000 yote unapeleka yeye huko anaishije? Kwa sababu yeye ndo amefanya kazi. Maana ili iwe usafirishaji haramu wa binadamu, ina maana wewe unafanya kazi ila ujira huupati. Au ujira, yani unaweza kama umeambiwa utalipwa 600,000 ukaanza kupewa shilingi 50,000. Yani ujira kama nyingine. Kuna ripoti ya Umoja wa Mataifa nilikuwa nikiangalia ambayo inaainisha kwamba karibu 42% ya wanaobainika ama ambao wanakutana na madhira haya ni wanawake, kiasi ambacho kinatajwa kwamba ni kikubwa ikilinganishwa na wanaume. Kwa nini inakuwa iko hivi? Wanawake wengi tunapenda maisha mazuri. Shida hiyo. Hiyo ndio shida inapoanza. Tuongee uhalisia. Na utafiti mmefanya huo. Yaani tunaongea uhalisia kwamba dada, hapo hujatamani kwenda Dubai? Hujatamani kupiga picha pale Burj Khalifa? Hujatamani kwenda Italy ukapiga picha pale? Sio tu kupiga picha na kupost. Na ndio shida inapoanza. Kwamba watu wanatamani maisha mazuri ila wanataka kutumia wengine njia za shortcut. Yaani mtu anatafuta njia ya mpenyo ili kupata maisha bora. Na hapo ndipo shida inapoanzia. Mtu anasikia mwenzake yuko nchi fulani, hajui mwenzio huko anakofanya ni kitu gani. Anajua nikienda Dubai nitaenda sehemu fulani, lakini hajui huyo mwenzia anayeposti hizo picha kule anafanya shughuli gani. Sasa hapo kuna yule ambaye anakwenda akiwa na lengo na tamaa yake binafsi, na kuna yule ambaye amekwenda kwa sababu amelaghaiwa. Huyu naye aliyekwenda kwa lengo lake binafsi ambalo hakujua kule kunafanyika kitu gani, naye amesafirishwa. Si amejisafirisha mwenyewe ama mnamweka kwenye kundi lipi? Anakaa kwenye kundi lipi? Manake yeye tamaa zake zimempeleka. Kiuhalisia hapo hamna usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa sababu usafirishaji haramu wa binadamu lazima awepo mtu mwingine kwa ambaye amehusika. Ambaye amehusika. Lakini katika namna hiyo hamna usafirishaji haramu wa binadamu. Ila kwa huyu alilagaiwa upo usafirishaji. Sawa, inawezekana hapa lazima kwanza tupate, maana mpaka sasa hivi wajua bado tunaitafuta hiyo tafsiri tu. Huyu ambaye amejisafirisha mwenyewe amekwenda kule, kama pile ulivyosema, hajui kwamba kule maisha yakoje, lakini yeye kwa fikra zake kwamba maisha ni mazuri kule. Unafanya tu kazi kidogo unapata mamilioni ya fedha. Amekwenda kule, amekutana na mambo ni magumu, anasema acha tu niingie hapa nifanye kazi kwenye nyumba ya mtu fulani. Lakini sasa kule anapofanya sasa ile kazi ndio anakutana na madhila haya mlioyasema. Ananyanyaswa kingono, hapewi mshahara waliokubaliana kwa wakati, na mshahara wenyewe hapewi ule kamilifu. Huyu hawezi akawa ni miongoni mwa watu ambao wapo kwenye biashara hii haramu. Yupo. Lakini alikwenda mwenyewe. Yaani kutoka mimi hapa kuja nyumbani kwako kutembea. Hiyo sio shida. Wewe utakavyonihudumia nikiwa nyumbani kwako, shida ndio itakapoanzia. Ndio haramu unapoanzia. Unaanzaje? Yaani mtu ametoka hapa ameenda nchi yoyote ile. Kwa mfano ameenda Dubai kwa ajili alienda vacation, anaona watu wanapiga picha. Amefika kule maisha akambadilikia. Akaenda kuomba kazi kwenye nyumba na umetolea mfano sana Dubai. Unapapenda. Yaani Dubai ni nchi ambayo karibia watu wengi wanatamanigi kwenda. Yaani ni sehemu ambayo mtu akipata tu hela kidogo, mtu atakwenda Dubai kwa sababu picha zinavutia jamani. Barabara za chini ya ardhi, za juu zaidi. Hakuna mtu ambaye hataki hiyo. Sasa wengine si wanapita tu pale wakiwa wanabadilisha ndege sawa, lakini si ndo amefika naye tuangalie majukumu ya ofisi yenu katika hali kama hii ambayo binafsi nilikuwa nikisikia hiyo usafirishaji haramu wa binadamu. Najua mpaka utoke hapa unaenda nchi nyingine. Kumbe hata tu kutoka, yani kile kitendo kinachofanyika mule ndani. Na hii inatoa tafsiri kwamba watu wengi hatufahamu hilo. Ofisi yenu inafanya nini katika haya? Jukumu kubwa ambalo uwaga tuko nalo ni kwenye kutoa elimu, kwa sababu watu wengi hawajui kama kuna vitu vinafanyika ni vya usafirishaji haramu wa binadamu. Watu wengi wanakosa haki zao
au wanaendelea wanaona raha, au yani sio kuona raha, yani wanajificha bila kujua kama wanachofanyiwa wanatakiwa watoe sauti ili waweze kusaidika. Kwa kutoa elimu kama kitu ambacho tunakifanya hapa, ina maana mtu kule uwezo wake wa kufikiri unabadilika kutoka kutokujua kabisa na kujua nini. Ndio. Sawa. Kwa tatizo hili ambalo hawa watu wanaoripoti wakiwa nje sasa kwamba bwana, sisi huku tumekwama, tumefanyishwa hivi na hivi na hivi, wizara mnachukua jukumu gani kuhakikisha kwamba, kwa sababu ni Watanzania wale na tunaona katika mitandao mara nyingi tu wanaripoti, kuhakikisha kwamba mnawarejesha nyumbani, kuamua kutoka kwenye tatizo hili? Okay, kama wizara huaga mara nyingi, kwa mfano mtu akitoka Tanzania kwenda nje ya nchi kwa ajili ya kufanya kazi, kuna taratibu lazima huyo mtu azifate. Yani huwezi tu ukaamka ukajisikia tu kwenda kufanya kazi nchi fulani unaenda tu kiolela. Hapana, kuna taratibu kwamba wewe ni lazima apite wizara ya kazi. Kule kuna taratibu nazo lazima uzifuate, kwamba lazima uwe na mkataba. Huwezi kwenda tu bila mkataba, na mkataba unasainiwa kisheria. Kwamba unaondoka, unajua unatoka hapa, ujira wako utakuwa labda kwa Oman ni riali 120, labda, yani kila sehemu ina taratibu zake. Lazima huyu mtu awe na mkataba kwamba na akitoka hapa anapoenda ni lazima akaripoti kwenye balozi au balozi wa kwake. Huko kwa mfano hapa kama anatoka hapa na kwenda pale pale kwenye nchi yako Umoja wa Falme za Kiarabu ambako ndio Dubai ipo humo ndani, kwamba anakwenda pale, kwa hiyo lazima amfuate aende kwenye ofisi ya balozi wa Tanzania nchini Falme za Kiarabu. Ndio. Akishafika pale anaenda yani watambue kama kuna mtu yuko pale ameenda kwa ajili ya kitu fulani, kwa sababu changamoto ikitokea kama umeenda kule kwa njia ambazo sio halali italeta shida. Ila ukienda kwa njia ambazo ni halali, kule wanatambua huyu mtu alikuja huku kihalali kufanya kazi, kwa sababu kwanza ana mkataba na alitumia njia zote ambazo ni halali kufika. Sasa hivi tunaona kuna kampuni nyingi zinajitangaza kwamba kuna ajira nje ya nchi, na hasa hizi nchi za Kiarabu hapa kuna ajira nyingi ambazo kuna kampuni kama mawakala wanawasafirisha watu. Mimi nilidhani pia wakati nikisikia hili swala la usafirishaji haramu wa binadamu, nikajua hawa ndio wanahusika kwa kiasi kikubwa sana. Mkigundua ama tuseme kabla ya kugundua kwamba hawa wanapaswa wafanyeje ili hawa watu wanaosafirishwa wote waonekane wamesafirishwa kihalali, lakini pia hata mambo watakayoenda kuyafanya huko wanayafanya kihalali kwa masuala ya kisheria. Kisheria mawakala mawakala ambao wanapeleka watu nje ya nchi wanatakiwa wasajiliwe, na wengi wamesajiliwa hapo Wizara ya Kazi, kwamba wao wana leseni ya kwa ajili ya kupeleka watu nje ya nchi. Huo ndio utaratibu uliopo. Na wanatakiwa wafanyeje sasa? Tayari wameshasajiliwa ili kuyaepuka haya ya biashara haramu ya utumikishwaji. Yani ni nini ambacho labda pengine nchi natakiwa ifanye kupitia hawa mawakala kuhakikisha kwamba hawa watu wametoka hapa nchini kwenda kule kwenye nchi nyingine, lakini wanakuwa salama, hawanyonywi, hawanyanyaswi kingono, wala hawanyimwi mishahara yao? Okay, mara nyingi mawakala wanatambuana, yani mawakala wa nchi na nchi wanajuana, na karibia nchi nyingi mawakala wao wanakuwa wamesajiliwa. Na kwenye yani wakala wa Tanzania atawasiliana na wakala wa Oman kwa ajili ya nyumba fulani, kama mtu anahitaji mdada wa kazi. Sijui unanielewa. Kwa ina maana huyu binti akienda hiyo nchi akipata changamoto yoyote anatakiwa wasiliane na wakala wake. Sawa. Mbali na sababu za tamaa ulizozitaja ndugu yangu hapa, sababu nyingine ni ipi ambayo labda inachukua nafasi kubwa kwenye biashara hii ya binadamu kwa njia hii haramu? Usafirishaji haramu. Kikawaida ni kwamba, na kwa kuongezea kidogo alipoongea wakili, kikawaida ni kwamba njia pekee ambao huwa tunawashauri watu wasitumie shortcut, na inatoshangaza sana pale ambapo kwa mfano kama mtu anaenda katika nchi nyingine alafu hajafuata zile procedure, kwa hiyo inakuwa ni ngumu hata yeye kusaidika kirahisi. Kwa mfano
kikawaida kama unataka kwenda nchi nyingine lazima utaenda Wizara ya Mambo ya Ndani ukapate pasipoti, utaenda Wizara ya Kazi wahakikisha kwamba unaenda kufanya jambo ambalo ni sahihi. Kwa hiyo moja kwa moja kama ni nchi inayokuhitaji upate kibali cha kuingia kule, visa, kwa maana hiyo utaenda kwenye ubalozi wao. Kwa hiyo kupitia huo mchakato inakuwa ni rahisi sana hata maafisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani au maafisa kazi kujua kwamba kitu ambacho anaenda kufanyiwa kitakuwa ni kizuri. Kwa hiyo scrutinize, watapitia zile nyaraka, watapitia unaenda kukaa wapi, watapitia kila kitu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe kugundua au inakuwa ni rahisi maafisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani au maafisa kazi kufahamu moja kwa moja kwamba wewe unakoelekea ni sehemu salama. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi pia wewe kwenda kihalali, na tunaamini kwamba unakwenda kule hautapitia unyanyaji wowote. Kabla muda wetu unatukimbia sana, lakini kabla hatujaona nafasi sasa ya jamii kwenye hili lote, ukiacha kundi la wanawake, kundi jingine ni la watoto. Watoto kwa maana ya, tukirejea sasa hapa nchini, tuache na wale ambao wanasafiri kwenda katika mataifa mengine. Kundi ambalo linahusika, wapo ambao wasaidizi wa kazi za ndani, ndio ambao mtu akiwa anatafuta, licha ya kwamba inapingwa, lakini mtu akiwa anatafuta utasikia nitafutie ambaye sio mkubwa, yani angalau kuanzia miaka 15 amemaliza darasa la 7 huyo, miaka 15, 16 hapo hajafikisha miaka 18, kwa maana hiyo anahesabika kuwa ni mtoto. Kwa hivyo ni kundi ambalo nalo limo kwenye huo mkumbo, linaathiriwa sana na usafirishaji huu kwa maana hiyo. Mnashirikiana kwa namna gani na taasisi nyingine? Maana kuna kazi sijui ajira, vitu maendeleo ya jamii na kila kitu, katika kushughulikia kesi kama hizi ama matatizo kama haya, mnashirikiana vipi kwa pamoja? Tunafanyaga kazi nao kwa ukaribu mno, kwa sababu hivi vitu vinaingiliana. Yani mara nyingi wahanga wengi wa usafirishaji haramu wengine nao wanadondokea kwenye labda unyanyasaji wa kijinsia, ambao ndo mara nyingi wanapambana nao watu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kwa hiyo tunafanya nao kazi kwa ukaribu mno katika kuhakikisha kwamba hili swala linafikia ukomo. Sawa, mchango wa jamii katika kupambana na hili tatizo, maana ni tatizo ambalo lipo katika jamii, hasa tuanzie hapa nchini kabla ya kwenda nchi za watu huko, kwa sababu hili ni tatizo sasa hivi la dunia kama ambavyo umesema mwanzoni. Mchango wao jamii ni upi? Jamii wana mchango mkubwa sana katika kupambana na hili swala, kwa sababu watu wengi wanaonyanyasika wapo kwenye jamii. Watu wengi wanapata mateso, watu wanaopiga kelele ni jamii inayowazunguka. Sasa ili jamii ifanyeje? Kuna namba 195. Ukipiga hiyo namba muda wowote, itaje vizuri 195 195. Yes, ukipiga namba 195 ambayo haina gharama yoyote, ndio. Ukipiga hiyo namba, maafisa wa Secretariat of Usafirishaji Haramu wa Binadamu watapokea na utatoa taarifa zako hapo. Ina maana jamii kwa namna moja au nyingine itakuwa imesaidia kwenye kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Wajue tu hiyo namba. Lakini pia kwa kuongezea mchango wa jamii, naweza nikasema kwamba jamii inapaswa pia kubadilisha mtazamo, na kuna mila na desturi ambazo lazima tukubali kwamba zibadilike, kwa sababu kiuhalisia wanawake na watoto wako vulnerable, wako rahisi kushawishika. Kwa hiyo kuna mila, kwa mfano kama ndoa za utotoni. Kuna baadhi ya jamii ambayo inakubali au inaruhusu mtoto mdogo ambaye yuko chini ya miaka 18 au 15 kuolewa. Kwa hiyo kitu kama hicho, lakini hata sheria pia inaruhusu. Sheria inasema miaka 15. Lakini si ni mtoto 18. Kwa ridhaa ya mzazi. Ni sheria ambayo bado kipengele hakijatolewa kile, lakini cha hiyo miaka 15, lakini kwa ridhaa ya mzazi. Sasa kwa mzazi atakataa vipi kwa wazazi hao ambao bado hawajapewa elimu? Si anakubali tu kwamba mwanangu aolewe, nimeridhia. Na nyinyi wana sheria. Sawa, lakini tuachane na hilo, hatulijadili hilo zaidi. Tunaangalia huku ambako ulikuwa unaendelea hapo kutoa maelezo. Naam. Ndio, kwa hiyo kubadilisha mtazamo na kubadilisha hizo mila na desturi ambazo katika namna moja au namna nyingine zinaweza zikachangia
huyo mtoto kuwa anapitia unyonyaji, nafikiri ni mchango mkubwa sana, kwa sababu jamii iko karibu zaidi na watu. Lakini pia kama alivyoongelea wakili, ni kutoa taarifa. Lazima pia jamii iwe tayari kutoa taarifa, kwa sababu serikali yes ina access kila sehemu, lakini haiwezi kuona kila sehemu. Kwa hiyo katika namna hiyo jamii iko karibu zaidi na watu. Kwa hiyo watu tukiona kama kuna unyonyaji wa aina yoyote, aidha mtu anafanyishwa kazi ambapo tunadhani kwamba ni tofauti au ni kazi za kiunyonyaji, kwa hiyo jamii lazima itoe taarifa, na namba ambayo ameitaja hapo wakili, namba 195 ni bure kabisa. Kwa hiyo kama unaona kuna unyonyaji wa aina yoyote ambao unadhani kwamba huu unamuumiza huyo mtu, kwa hiyo jamii inapaswa kutoa taarifa moja kwa moja katika secretariat. Kuna watu ambao ngoja kidogo, kuna watu ambao mmesha manake ambao nisemeje, yani wale ambao wamehusika na biashara hii ama usafirishaji huu, ambao kesi zao labda mmeshazisimamia, na maana tunafahamu pia wakati mwingine hata ushahidi nao inaweza ikawa ni kati ya vitu muhimu ambavyo vinatakiwa kwenye kushughulikia changamoto kama hizi. Mnapopata na sasa sijui huwa mnashikilia au mnafanyaje kwenye kumsaidia huyu ambaye mnabaini kwamba amekumbana na changamoto ya namna hiyo? Sawa, kiwalisia ni kwamba secretariat inashirikiana na jeshi la polisi na vyombo vingine ambavyo vinahusiana na haki jinai kama NPS, lakini pia tunashirikiana na mahakama kwa karibu sana, kwa sababu wanapotiwa nguvuni hao watu ambao wamefanya usafirishaji haramu wa binadamu, moja kwa moja uchunguzi unaanza, lakini pia wanaenda kushtakiwa mahakamani, na ikibainika kwamba wamefanya hayo makosa, sheria itachukua mkondo wake. Sheria. Sawa, mmetaja njia nyepesi kwa watu wa ndani hapa kwamba namba 195, pili ishike hiyo 195 ndio nambari ya kupiga ili maofisa hao wanaoshughulika na masuala ya kuzuia ama kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu watapokea. Kwa watu wa Tanzania wenzetu ambao wanaishi nje lakini wanakumbana na madhila, wao wanapata usaidizi wa namna gani? Mara nyingi kwa ambao wako nje ya nchi wanashauriwa waende ubalozi. Yaani ukifika ubalozini, ubalozi utawasiliana na sisi moja kwa moja. Na hiyo inatokana na nini? Kwamba sisi unaweza ukatutafuta, lakini lazima tutakwambia nenda ubalozini ili tuanzie hapo. Kwamba mtu na ndio maana tangu maelezo ya mwanzo niliyoyatoa kwamba mtu ili aweze kwenda ahakikisha anapita ubalozini ili hata ukirudi mara ya pili ukiwa umenyanyaswa wanasema tunakutambua ulipita hapa mwaka jana. Ipo hivyo. Na kingine nilikuwa natamani watu waelewe kwamba unajua mtu anaweza akafananisha biashara ya magendo ya binadamu. Wewe unaona Wasomali wamekaa kwenye magari wamefichwa, wakafananisha na usafirishaji haramu wa binadamu. Ni biashara mbili tofauti. Ni biashara mbili tofauti. Mbona ile hamkulisema tangu mwanzo, mmesubiri dakika zina yoyoma ndio ni kama mmeliibua. Unajua kama ukiwa unakunywa mtoli nyama zinakuwa chini. Utofauti wake uko wapi? Utofauti yake ni kwamba huyu mtu ambaye anaenda kwa mfano wahamaji wa magendo, wao mara nyingi wanakuwa na ridhaa. Na wakikamatwa wanaitwa wahamiaji haramu. Wahamiaji haramu. Hawafuru kwenye usafirishaji haramu. Usafirishaji haramu lazima kuwe kuna unyonyaji. Na kwenye uhamaji haramu unyonyaji mara nyingi haupo. Ila ukitokea ina maana inabadilika, inakuja kwenye usafirishaji haramu wa binadamu. Wale mara nyingi wanaridhia na wanakubaliana, na mara nyingi wanalipa wao wenyewe hela ya kusafirishwa. Kwamba kutoka mtu anataka kupita hapo kwenda South Africa, ametoka Somalia. Kwa hiyo ina maana yeye atamlipa yule dereva anayemsafirisha kwamba utanipitisha kwa njia yoyote ile, lakini mimi nataka nifike bondeni destination yangu, ambao ni tofauti na kwenye usafirishaji haramu. Kwa usafirishaji haramu unaweza hata usitoe hata hela, kwa mimi nitakusafirisha kwa njia zote za halali, utalipiwa kila kitu. Lakini ukifika huko unabadilishwa majukumu. Ndio usafirishaji haramu wa binadamu ambao ni tofauti na huu wa muhamiaji haramu. Kwa ufupi sana, kuna msikilizaji ameuliza hapa, anasema mtoa taarifa mtamlindaje? Shaban huyu yuko Singida. Watu wa taarifa wanalindwa, yani tunawaitaga informers, wanalindwa kwa 100%, kwa sababu watu wengi ambao wanafanya swala zima usafirishaji haramu wa binadamu wengi wamejipata.
kwa sababu si anafanya biashara ambayo sio halali. Yani ni watu wenye uwezo. Ndio. Kwa yani ina maana tukimtaja huyu mtu kwamba ni fulani ameleta, kwa anaweza kutumia mbinu yote kwenye kumdhuru huyu mtu. Kwa ni lazima alindwe. Na kwa kuongezea hapo, kuna sheria inaitwa Witness Protection Act lakini pia inaitwa Witness Protection Act. Sheria ya kuwalinda mashahidi. Lakini pia hata sheria yetu ya usafirishaji haramu wa binadamu, ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, inasema kwamba either ni shahidi au ni yule mtu ambaye anatoa taarifa lazima alindwe. Sawa. Analindwa 100%. Tunawashukuru sana na tukukumbusha ama kukufahamisha msikilizaji, kutokana na ukubwa wa jambo hili, kila mwaka Julai 30 huwa ni maadhimisho ya siku ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo ni siku ambayo pia imewekwa kabisa kuhakikisha kwamba jambo hili linapigwa vita kali. Basi tunawashukuru sana wageni wetu kwa kufika hapa studio kwa leo. Tutazungumza wakati mwingine. Naam, tumekuwa na Galantine Mgongo, lakini pia Providence Simbila, maofisa sheria kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, tukizungumzia mchango au nafasi ya jamii katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu.